Mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, watu wa Zumedi News TV. Huko na mimi Mfalme Zumaridi, Mamlaka Bwana Mungu chini ya jua. Siku ya leo, siku ya tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026, tuko katika madhabahu yangu takatifu. Hii ni madhabahu yangu ya machinjio ambayo nilijenga kwa habari ya sadaka. Madhabahu ya machinjio ya kupokea Mungu sadaka. Mungu Baba aliyekuumba wewe, aliyeumba mbingu na nchi. Bila kutoa sadaka mwanadamu hautoboi. Maana shetani amefunga maagano ya kila aina kukamata dunia. Na kila leo shetani anamwaga kafara za wanadamu kwa habari ya kuifunga dunia. Kuna mimi Mfalme Zumaridi, Mungu alinipa mafunuo ya kila mwaka kutoa sadaka zaidi ya mara 7. Sadaka za wanyama kama unavyoona hivi, kwa habari ya kuikomboa dunia, kuitoa katika mikono ya shetani na kuirudisha dunia katika mikono ya Mungu. Hivyo sasa, kama unavyoona mahali hapa tuko madhabahuni, tuko na wachinjaji ambao wamejitoa sadaka kwa Mungu kwa habari ya kuwa wanashughulikia sadaka ya Mungu. Tuko katika madhabahu hii kama unavyoona, na sasa hivi tumeanza zoezi jana saa 6 usiku. Watu wanasherehekea Pasaka, sisi tunavunja maagano ya Pasaka. Tunavunja maagano, maana shetani kuna asili ambayo kama imeweka katika sherehe hizi. Kwa hiyo watu wanasherehekea sherehe Pasaka, Yesu ndiye amefufuka nani, lakini shetani alikuwa ameweka makafara yake na maagano yake kwa habari ya kuwakamata wanadamu kupitia sherehe hizi. Kwa na mimi Mungu akanipa mafunuo ya kuzivunja sherehe katika ulimwengu wa roho. Kuvunja maagano na makafara ambayo shetani anapitiamo kuwafunga wanadamu. Kwa kama tunavyoelewa, leo ni siku ya Pasaka, siku ya tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ni siku kubwa kwa wanadamu huko, siku ya kumsherehekea Yesu amefufuka na magani vipi, lakini katika roho shetani anafanya mambo yake ya kuwakamata wanadamu kupitia sadaka. Kwa hiyo hizi sherehe amezifunika, lakini ndani ya sherehe hizi kuna makafara yanaendelea, kuna uchafu unaendelea, na ndio maana unakuta kwenye sherehe kama hizi unakuta watu wanavunja ndoa zao, unakuta watoto wanabikiliwa ovyo, unakuta watu wanapata mimba, unakuta watu wanapata magonjwa katika sherehe kama hizi. Kumbe sio sherehe za Mungu. Shetani amejifichia kwenye Pasaka, amejifichia kwenye Krismasi, amejifichia kwenye mwaka mpya, lakini yeye kuna mambo yake huwa anayafanya katika ulimwengu wa roho ya kuangamiza dunia, ya kuzidi kuishika dunia na kuiangamiza, kuitoa katika mkono wa Mungu na kuileta katika mkono wake. Kwa hiyo Mungu Baba ameng'amua hayo kwa miaka mingi sana, akiwa ndani ya Mfalme Zumaridi. Kwa kila Pasaka lazima tuchinje, tumwage damu kwa habari ya kuvunja yale maagano yake shetani na makafara yake. Kila mwaka wanachinja wao Pasaka, sisi tunavunja maagano ambayo shetani anayafanya. Wakichinja Krismasi, sisi tunavunja. Chinja mwaka mpya, sisi tunavunja ile maagano ambayo shetani anayafunga. Hivyo muda huu asubuhi hii wamekesha. Vijana hao wamejitoa kwa Mungu, wamekesha kuanzia usiku saa 6 wako wanafanya kazi mpaka sasa hivi saa 3:30 dakika 31 bado wako mahali hapo wanaendelea na kumalizia kazi yao. Kwa hiyo muda sasa ni muda wa kufunga, wa kumalizia kazi za uchinjaji. Na leo tunamsherehekea Mungu, tunamshukuru Mungu kwa matendo makubwa ambayo anazidi kuyafunua kwetu, hata kutujuza kwa siri za masherehe kwamba shetani huwa amezifunika sherehe. Watu wanajua amsherehekea Yesu Kristo amefufuka, kumbe katika roho kuna vitu ambavyo anavifanya vya kufunga dunia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kutupatia hizo siri, tunazidi kumtukuza na kumshukuru. Kwa hiyo muda huu na saa hii na ndio tunamalizia kazi hapa, kama jinsi tunavyoona, naona nyama ndio hizo nazikatakata nyingi, hasa ng'ombe hasa zimemwagika hapa, ng'ombe kubwa za kila ng'ombe 2,500,000. Ng'ombe wamechinjwa, ng'ombe 4 walioshiba na mbuzi walioshiba. Lakini bado tunaendelea. Mwezi wa 7 tuko hewani kwa habari ya kuikomboa dunia nzima. Mwezi wa 7 ni sherehe ya ukombozi wa dunia, tunaimwagia dunia sadaka mwezi wa 7 tarehe 7. Na pale kuna sherehe pia mwezi wa 7 tarehe 7 kuna sherehe. Hiyo sherehe lazima tuitolee sadaka ili wanadamu wasiungamanishwe tena. Kuna sherehe ya 7/7. Kwa hiyo sherehe ya 7/7 lazima kuna jambo ambalo shetani analifanya. Lazima kuna jambo ambalo shetani analifanya katika ulimwengu wa roho. Kwa na sisi tunapangua kupitia sadaka tunaotoa, tunapangua ili wanadamu wazidi kumsogelea Mungu, wanadamu wazidi kutoka katika mikono ya shetani. Kwa mwezi wa 7 tarehe 7 tena kuna tukio la mkombozi. Sasa huo ndio ukombozi wa dunia nzima. Dunia yote, watu wote wapate kumtambua Mungu, na kila mwaka mimi wanafanya sherehe.
Kila mwaka tarehe 7 mwezi wa 7 wanafanya sherehe ya ukombozi wa dunia. Ipo siku mtanielewa tu kwa nini nasema ukombozi wa dunia. Ipo siku kifikia wakati wa dunia sasa Mungu kufanya makubwa, ndipo mtakuja kuzijua maana ya sadaka hizi. Wengine mtatukana, anatoa makafara. Hivi niwaulize swali watumishi wa Mungu wote mnaosikiliza Zumedi News TV. Hivi Mungu na shetani. Shetani ni roho mchafu na Mungu ni roho msafi. Na shetani ameiga kwa Mungu. Vitu vyote anavyofanya shetani ni copy, amechukua kwa Mungu. Hakuna jambo ambalo shetani analifanya bali hajachukua kwa Mungu. Kaliiga kwa Mungu. Hasa iweje shetani atoe sadaka, aifunge dunia, atoe makafara. Filimaso wanatoa kafara, wanabarikiwa kupitia makafara yao. Waganga wanatoa makafara, maandago na kila kitu. Inakuwaje kwa Mungu sadaka isitoke? Wewe umefungwa na shetani kwa kupitia damu. Inakuwaje ile kwa Mungu sadaka isitoke? Yaani utoke sadaka upande tu mmoja kwa shetani, alafu shetani afanye makafara yake, awabariki watu kwa makafara. Inakuwaje upande wa Mungu sadaka isitoke? Hata watu wa zamani kusoma maandiko matakatifu, hata kina Elia Mungu aliwatuma sadaka. Aliwatuma ili watu watakasiki, kama toa sadaka wana wa Israeli wapate kutoka katika najisi, katika ile maagano na makafara. Mungu aliwatuma sadaka. Sio kama leo ndio naanza mimi kutoa sadaka hizi za wanyama. Soma Biblia. Nyinyi ambao mtoe sadaka hamjui maana wala hamna mafunuo, wala Mungu hajasema na nyinyi, mnaongoza watu kibubu kwa sababu kama kweli umetumwa na Mungu, lazima utaujua umuhimu wa sadaka. Umuhimu wa kumwaga damu. Kama kweli umetumwa na Mungu, utautambua umuhimu wa kumwaga damu. Shetani anamwaga damu mpaka za binadamu kuifunga dunia, mpaka za wanadamu. Tena sadaka zake nyingi shetani sio za wanyama, ni sadaka za binadamu. Anamwaga damu za binadamu ili aishike dunia. Dunia ifunge, na dunia ni watu. Watu wazidi kuishi katika mateso makubwa kupitia kufungwa na shetani. Sasa inakuwaje leo kwa Mungu tusimwage damu ya kukomboa dunia? Watu mkiona ng'ombe hivi tumemwaga hivi, mnaanza kusema makafara. Zumedi anamwaga makafara. Ina maana upande wa Mungu kwenye hakuna sadaka. Wewe utakombolewaje utoe katika mizimu ya ukoo wako kama hujamwagiwa damu? Utakombolewaje utoe katika shida na mateso kama hujamwagiwa damu? Utakombolewaje, utamuonaje Mungu sasa? Utaingiaje katika ufalme wa Mungu katika shetani ameshakushikilia kupitia damu? Utaingiaje mbinguni? Mbingu utaionaje kama hujamwagiwa damu na kiongozi wako? Na kiongozi hawezi kumwaga damu kama hajatumwa na Mungu, maana mafunuo haya anakuwa hana uelewa huo, hana ufunuo huo. Lakini kama unavyomwona shetani na wafuasi wake wanapomwaga damu, hawamwagi damu kwa ajili ya kumshika mnyama, wanamwaga damu ili kuishika dunia izidi kuwa katika mikono ya shetani. Kwa lazima na mtumishi wa Mungu aliyetumwa na Mungu kabisa, lazima amwage damu ili kuifungua dunia, na dunia ni wewe, upate kumtambua Mungu wa kweli. Upate kutoka katika laana ya kafara za wanadamu ili urudi katika baraka za Mungu, na Mungu akuangazie, Mungu akutolee giza hili kutia sadaka. Kwa hiyo mbarikiwe sana. Uko na mimi mtumishi wa Mungu Mfalme Zumaridi, mtumishi wa kweli ambaye kabeba mafunuo makubwa na mazito ya kuikomboa dunia. Tubarikiwe sana. Mwezi wa 7 tuko hewani kwa baada ya kuikomboa dunia. Na muda si mrefu dunia mnakwenda kuona sasa jinsi inavyokombolewa kupitia sadaka hizi. Mtaona sasa jinsi Mungu anavyoitoa dunia katika mkono wa shetani. Nyinyi wenyewe mtaria na mtashuka na mtasema hakika huyu dada au huyu mama au huyu bibi utakadoniita sawa. Utakadoniita bibi, dada, mama ni sawa tu kulingana na umri wako. Maana kuna wengine watoto wangu humo, kuna wengine wajukuu zangu humo. Kwa hiyo mtakuja kugundua kumbe alikuwa hachezi. Kumbe alikuwa anafanya jambo hili. Patakapofikia sasa wakati wa Mungu kujidhihirisha kupitia damu na sadaka ambazo tunatoka mahali hapa, mtashangaa, mtamtukuza Mungu, mtakombolewa. Na hizi sadaka zitawatoa ndani ya laana za mababu na mabibi ambazo mmezibeba bila kuzijua, laana za mamizimu ya ukoo ambao mmeyatumikia miaka mingi, bila wengine mmeyatumikia bila kujua, wengine mmeyatumikia kwa kujua. Haya yote ni maagano na makafara yanayofunga. Kila mwaka au kila baada ya mwezi wa 9 wangapi mnamwaga damu, watu wakafanya za wanyama au za wanadamu. Nani sasa tazimia za kafara? Mlizitoa upande wa shetani. Lazima zitoke tena sadaka za upande wa Mungu za kuwasaidia kuwatoa katika laana ambayo mmeibeba miaka mingi. Watu mnatembea na laana, kutamfanikiwi ni laana, magonjwa ya ukoo ni laana, mnatembea na laana.
Kwa hiyo mbarikiwe. Hii ni madhabahu yangu, hii yote hii ni madhabahu ya machinjio ambayo ipo kwangu hapa Bugugu. Baada wakati wa kujenga nyumba zangu hapa niliweka na madhabahu ya kupokea sadaka. Hii ni madhabahu ya Mungu Baba ambayo inapokea sadaka kwa mwaka zaidi ya mara 7 tunachinja huko katika hii madhabahu. Barikiwe sana. Uko nami Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Mungu kujua mtanikubali na mtashuka. Sadaka hizi zitawafanya mshuke na mtubu na mlie mbele za Mungu. Hizi sadaka ambazo nazitoa zitawakomboa mpaka wachungaji ambao mnajiita wachungaji lakini Mungu hajawatuma, Mungu hajawatokea na hata mjui maana ya sadaka, ila wachungaji ambao wanatumia nguvu za giza wanajua maana ya sadaka. Maana wanatoa sadaka huko katika roho, wanatoa sadaka za kichawi, wanamwaga damu, watajua wanamwaga damu gani, ila mimi ninachojua wanamwaga damu za wanyama. Ila wao wanaotumia nguvu za giza watajua wanamwaga damu gani, ila wanajua maana ya sadaka na damu wanamwaga ili kuzidi kuwapotosha watu na kuwadanganya watu mtumwa na Mungu. Kumbe kuna njia zao zingine ambazo wanazitumia. Sasa muda unakuja na wakati unakuja wa Mungu kudhihirisha utukufu wake katika uso wa dunia, na watu wote watajua mbivu na mbichi ni nani aliyetumwa na Mungu na ni nani anatumia usanii. Itajulikana kupitia sadaka zangu ambazo nazitoa mbele za Mungu. Tubarikiwe na Mfalme Zumaridi. Amen. Naitwa Elia Zaidi, na kitengo cha uchinjaji, tena ni mtumishi wa Mungu. Amen. Jina langu naitwa Isaka Joseph, ni kitengo cha uchinjaji, pia ni mtumishi wa Zumaridi nikiwa chini yake. Amen. Jina langu naitwa Yohana Nijai, ni mwanakamati na pia ni mtumishi wa Mfalme Zumaridi. Amen. Kwa majina naitwa Elia Mgema, ni mwanakamati na mchinjaji. Kwa jina langu naitwa Isaya, ni mchinjaji. Kwa jina langu naitwa Musa Joseph, ni mtumishi wa Mfalme Zumaridi na pia ni mchinjaji. Kwa majina yangu naitwa Filipo Simon, ni mwanakamati na pia ni mchinjaji wa Mfalme Zumaridi. Atukuza Zumaridi dunia. Kwa majina yangu naitwa Isaka Musa, mwana wa Mfalme Zumaridi, niko kwenye kamati ya uchinjaji. Kwa majina yangu naitwa Elia Silasi, ni mtumishi wa Mfalme Zumaridi, ni mwenyekiti wa ujenzi, pia ni mchinjaji. Kwa majina naitwa Isaya William, ni mwanakamati wa sherehe wa Mfalme Zumaridi, pia nina kitengo cha uchinjaji. Kwa jina naitwa Joshua Kazinja, ni mzee wa kanisa na pia ni kiongozi wa kwaya na niko kwenye kamati ya uchinjaji. Kwa majina yangu naitwa Yakobo Rosbert, ni mzee wa kanisa, ni mwenyekiti wa kamati ya uchinjaji na pia ni nabii. Kwa majina naitwa Ibrahim Mariam, kutoka Nkororo. Kamati ni kitengo cha uchinjaji. Kwa majina yangu naitwa Isaka Ibrahim, na pia niko kwenye kitengo cha uchinjaji na unabii. Kwa majina yangu naitwa Amos Nduki, ni mzee wa kanisa katika imani ya Mfalme Zumaridi, natoka Bariadi, mkoa wa Simiyu. Niko katika kamati ya uchinjaji na pia ni nabii. Hiyo ndio kamati ya uchinjaji, na wajaji wote wako wengi, ni kundi kubwa, sababu wanyama ni wachache, kwa hiyo wajaji wote. Hiyo ndio kamati ambayo inahusika na uchinjaji wa sadaka. Kila muda tunapokuwa tunakutana kuchinja, lazima hizo sura utazikuta watu badilishi, maana hii ni sadaka. Hiyo tukachinjwa na mtu, kila mtu lazima au mtu amejiandaa vizuri, amejitakasa, ameomba toba na rehema mbele za Mungu, kajitolea uchafu wote, kaoga maji ya baraka, ndio anakuja kushika sadaka. Kwa hiyo kila baada ya sherehe lazima utawakuta hawa wanakuja kuchinja. Labda kama kuna ng'ombe mmoja, anaweza kuhusika wawili, watatu, wanne. Lakini kama kuna ng'ombe wengi kama hivi, lazima wahusike wote kwa habari ya kuchinja. Wanachinja maagano, makafara, takataka zote kupitia kukata ng'ombe. Wanapokuwa wanachinja, wanakuwa wanachinja yale mabaya yote ambayo yameizunguka dunia au na kanisa kwa ujumla. Wao wanasema hivi, Zumaridi anawapa nyinyi watu wake, anawapa sadaka. Baba, sadaka hizi ukitoa sadaka, Mungu anawashika. Unawaombea na sadaka unatoa, unawaombea na sadaka. Hawezi kukuacha. Kama mafunuo huna, utaachwa kila siku na Mungu huna. Amina. Amina.